majina naitwa Costa Jimmy Kibonde, ni mgombea urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa tiketi ya Chama cha Makini. Ndugu zangu, kwa nini nimegombea urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania? Lengo kubwa ndani ya dhamira yangu ni kuwatumikia Watanzania kwa utumishi uliotukuka. Hivyo basi, wakazi wa Mbeya, ninaomba mniunge mkono dhamira yangu njema ya kugombea urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mimi ni ndugu yenu, ni rafiki yenu, ni kijana wenu, ni mtoto wenu, ni baba yenu. Mna kila aina ya sababu ya kuniunga mkono. Nimeanza kampeni tarehe 2 mwezi wa 9 jijini Dar es Salaam. Mkoa wa Mbeya ni mkoa wa 11 katika kampeni zangu, lakini mikoa yote niliyozunguka wamenipokea kwa hoihoi, vifijo na nderemo, na wameniahidi kabisa ifikapo Oktoba 29 watanimiminia kura za kutosha. Hivyo basi, ndugu zangu wa Mbeya, unganeni na mikoa mingine kunipigia kura za kutosha Oktoba 29. Ndugu zangu, natambua jiji la Mbeya lina changamoto nyingi sana. Kuna changamoto ya miundombinu, kuna changamoto ya vyumba vya madarasa. Watoto wetu wamekuwa wakisoma wakirundikana, na vile vile kuna upungufu wa madawati. Ninakuombeni, nichagulieni mbunge wa Mbeya mjini, nichagulieni mbunge wa Uyole, ili mambo haya yanayohusiana na jiji la Mbeya waweze kunishauri vema, na hatimaye mimi Costa Jimmy Kibonde, kwa kuwa nina uhakika tarehe 29 wananchi watajitokeza kwa wingi na watanichagua kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania awamu ya 7, na ninayo imani Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi hawatosita kunitangaza mshindi Oktoba 29. Ndugu zangu, natambua vituo vya afya, hospitali Mbeya kuna matatizo mengi sana, huduma ziko hafifu. Hivyo basi, serikali ya Chama cha Makini katika ilani yetu tumeahidi kila kata tutakwenda kujenga hospitali za kata, ili Watanzania wa Mbeya waweze kupata tiba, ili waweze kuwa na afya bora, na hatimaye waweze kwenda kujenga uchumi wa kwao binafsi na wa nchi kwa ujumla. Ndugu zangu, ujenzi wa vituo vya afya na hospitali, hatutajenga majengo kwa maana ya fashion, bali tutazingatia kuweka na vifaa tiba. Si vifaa tiba pekee, kwa kuwa tunakwenda kufanya mageuzi makubwa ya elimu. Katibu mwenezi ameeleza dhahiri shahiri, elimu ndani ya serikali ya Chama cha Makini chini ya rais ajaye Costa Jimmy Kibonde, elimu bure kuanzia chekechea mpaka chuo kikuu. Miongoni mwa mageuzi makubwa ni pamoja na kupeleka madokta wa kutosha, wauguzi wa kutosha, ili sasa zile hospitali za kata ambazo zinakwenda kujengwa chini ya serikali ya Chama cha Makini, tutakwenda kuwa soti madokta na wauguzi kwenye hizo hospitali, na hatimaye Watanzania waweze kunufaika na huduma ya afya.
Haya yote yanawezekana pindi mkiichagua serikali ya Chama cha Makini chini ya mimi Costa Jimmy Kibonde. Tumesema zaidi shairi, na ndio maana katika bendera yetu mnaona upande wa kijani, kijani kinawakilisha kilimo, na katika hiyo kijani tumeweka trekta. Tunakwenda kumwondoa Mtanzania kutumia jembe la mkono, na hatimaye tutagawa trekta za kutosha kumfanya Mtanzania aweze kwenda kufanya mapinduzi makubwa ya kilimo na hatimaye kujiingizia kipato. Na ndio maana tumesema tarehe 29 Oktoba mtakaponimiminia kura za kutosha na Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi wakinitangaza kuwa rais wa awamu ya 7 wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tarehe 5 mwezi wa 11 nitakwenda kula kiapo cha rais pale uwanja wa Taifa jijini Dar es Salaam, shamba la bibi. Nikifika Ikulu tu chap, jambo la kwanza nitagawa ekari 5 kwa kila kijana wa Kitanzania aliyetimiza umri wa miaka 21 mpaka miaka 35. Na ugawaji huo wa ekari 5 utaendana na sambamba na kupatiwa hati miliki ya hilo shamba, ambalo hilo hati litakuwa na jina lako, na hatimaye utakwenda kuaminika kwenye taasisi za fedha, kwa kuwa tumebaini vijana wengi hawaaminiki kwenye taasisi za fedha. Kabwe oye! Mbeya oye! Ndugu zangu, kuhusu pembejeo, tunakwenda kufanya mapinduzi makubwa ya viwanda. Katika hivyo viwanda tutakwenda kujenga viwanda vya kuzalisha pembejeo za kilimo, na hatimaye pembejeo kwa mara ya kwanza nchini Tanzania chini ya serikali ya Chama cha Makini, pembejeo zitamsubiri mkulima kwenye maghala ya serikali, na sio sasa mkulima anasubiri pembejeo. Na tunakwenda kuanzisha kilimo cha umwagiliaji. Hatuhitaji ndani ya serikali ya Chama cha Makini kusubiri kilimo cha mvua, ambacho ule mvua inakuja kwa msimu. Tunakwenda kuanzisha kilimo cha umwagiliaji, tunakwenda kuchimba visima virefu, na hatimaye tutazalisha bidhaa ambazo zinatokana na kilimo. Na wakati huo huo serikali ya Chama cha Makini inakwenda kutafuta soko la wakulima ndani ya nchi ya Tanzania na nje ya nchi ya Tanzania. Wakulima, kwa mara ya kwanza mtauza mazao yenu nchi yoyote duniani kwa bei ambayo itakuwa ni bei rafiki kwa mkulima. Ndugu zangu, tunakwenda kujenga miundombinu. Tunataka kuimarisha miundombinu kwa maana ya barabara na madaraja nchi nzima, tukiamini ya kwamba kwa kuwa tunakwenda kufanya mapinduzi makubwa ya kilimo, tunataka mazao ya mkulima yaweze kufika kwa wakati kwenye masoko ya ndani na masoko ya kimataifa ambayo yatakuwa ndani ya nchi yetu kwa maslahi mapana ya wakulima. Yanawezekana, na tunakwenda kuboresha sekta ya anga, tukiamini ya kwamba Tanzania inakwenda kuzalisha mazao mbalimbali, mazao ambayo yanahitajika kwenye soko la dunia, na kufanya nchi mbalimbali duniani kuja Tanzania na kuweza kununua mazao kwa mkulima kwa bei rafiki. Kwa mara ya kwanza serikali ya Chama cha Makini inakwenda kufanya mapinduzi makubwa sana ya kilimo. Tunakwenda kuimarisha viwanja vya ndege, tunakwenda kuboresha viwanja vya ndege nchi nzima, ndege ziweze kutua kwa masaa 24 na sio masaa 12. Tunakwenda kuimarisha miundombinu, ndege iruke usiku
ndege iruke muda wote na kutua muda wote ili kuwahudumia Watanzania na wapate neema katika nchi yao. Kuhusu sekta ya reli, serikali ya Chama cha Makini inakwenda kujenga barabara ya reli kutoka Dar es Salaam mpaka Tunduma standard gauge, treni ya mwendo kasi. Tunahitaji mtu atoke Tunduma mpaka jijini Dar es Salaam asitumie zaidi ya masaa 5 kuliko hivi sasa treni ya Tazara Watanzania wanaoitumia kutoka Tunduma inayopita Mbeya kuelekea jijini Dar es Salaam wanatumia zaidi ya masaa 24. Hiyo ndani ya serikali ya Chama cha Makini tutalifuta kabisa, na tunakwenda kujenga standard gauge, treni ya mwendo kasi inakuja chini ya serikali ya Chama cha Makini. Ndugu zangu wa Tanzania wenzangu, kwa upande wa vijana tunakwenda kuanzisha ajira, tunakwenda kuanzisha ajira serikalini, ajira zisizopungua 1,000,000 kila mwaka. Hivyo basi ndani ya miaka 5 ya serikali ya Chama cha Makini tutakwenda kuzalisha ajira za serikali 5,000,000. Hivyo vijana mkae mkao wa kuajirika, na kwa kuwa tunakwenda kufanya mapinduzi makubwa ya kiviwanda, vijana wengi pia mtapata ajira katika viwanda na hatimaye mtaweza kusukuma uchumi wa mtu mmoja mmoja na kupushi uchumi wa serikali kuu. Haya yote yanawezekana. Lazima tukubaliane jambo la msingi kwamba wakazi wa Mbeya kwa kushirikiana na mikoa mingine muhakikishe ya kwamba tarehe 29 mnajitokeza kwa wingi kwa ajili ya kupiga kura na hatimaye Costa Jimmy Kibonde itangazwe mshindi. Utekelezaji wa mambo haya yote hautaweza kutekelezwa bila ya mimi kuingia Ikulu ya Magogoni. Sekta ya bodaboda, vijana wengi nchi nzima wanajihusisha na bodaboda, na tumebaini ya kwamba bodaboda hizo ni bodaboda za mikataba. Hivyo basi serikali ya Chama cha Makini inakwenda kutoa bodaboda 1,000,000 na kuzigawa kwa vijana bure kabisa. Vijana mkae mkao wa kupata bodaboda bure, ila masharti yake ni kwamba lazima mwende kozi ndogo na mpate cheti, na hatimaye kwa kuwa mimi tarehe 5 mwezi wa 11 baada ya kula kiapo cha urais nikiingia Ikulu, nitatoa amri kwa maafisa usalama barabarani wawapatie vijana wa bodaboda lisensi ili wawe na sifa ya kuja kuchukua bodaboda za bure ambazo zinatokana na serikali ya Chama cha Makini. Bodaboda hoye! Asante sana ndugu zangu jeshi la polisi. Ndugu zangu jeshi la polisi, ninayo malalamiko kutoka kwa vijana wa bodaboda na bajaji. Mnakuwa mnawanyanyasa sana. Sasa ifikapo tarehe 5 baada ya kula kiapo cha rais, kwa kuwa nitakuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye pia ni amiri jeshi mkuu wa majeshi ya ulinzi na usalama, nitatoa amri moja: ni marufuku bodaboda kunyanyaswa chini ya serikali ya Chama cha Makini, chini ya Costa Jimmy Kibonde. Kuhusu wafanyakazi, kuna jambo linawatatiza. Jambo la kwanza, wafanyakazi, nitapandisha kima cha chini cha mshahara cha wafanyakazi kutoka kiwango kilichopo sasa
mpaka kufikia laki 6. Hapo vipi? Makofi. Kwa hiyo natambua hili jambo niliongea mpaka rafiki zangu wa jeshi la polisi hao waliopo hapo linawagusa. Kwa hiyo hawawezi kupiga makofi kwa sababu hawana chama na hawaruhusiwi, ila ninafahamu askari polisi hawa wanapiga makofi kimoyomoyo. Sasa wapigieni makofi kwa niaba yao. Vijana wengi nchi nzima wanajihusisha na bodaboda, na tumebaini ya kwamba bodaboda hizo ni bodaboda za mikataba. Hivyo basi serikali ya Chama cha Makini inakwenda kutoa bodaboda milioni 1 na kuzigawa kwa vijana bure kabisa. Vijana mkae mkao wa kupata bodaboda bure, ila masharti yake ni kwamba lazima mwende kozi ndogo na mpate cheti, na hatimaye kwa kuwa mimi tarehe 5 mwezi wa 11 baada ya kula kiapo cha urais nikiingia Ikulu, nitatoa amri kwa maafisa usalama barabarani wawapatie vijana wa bodaboda lisensi ili wawe na sifa ya kuja kuchukua bodaboda za bure ambazo zinatokana na serikali ya Chama cha Makini. Bodaboda hoye! Asante sana ndugu zangu jeshi la polisi. Ndugu zangu jeshi la polisi, ninayo malalamiko kutoka kwa vijana wa bodaboda na bajaji. Mnakuwa mnawanyanyasa sana. Sasa ifikapo tarehe 5 baada ya kula kiapo cha rais, kwa kuwa nitakuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye pia ni amiri jeshi mkuu wa majeshi ya ulinzi na usalama, nitatoa amri moja: ni marufuku bodaboda kunyanyaswa chini ya serikali ya Chama cha Makini, chini ya Costa Jimmy Kibonde. Kuhusu wafanyakazi, kuna jambo linawatatiza. Jambo la kwanza, wafanyakazi, nitapandisha kima cha chini cha mshahara cha wafanyakazi kutoka kiwango kilichopo sasa mpaka kufikia laki 6. Hapo vipi? Makofi. Kwa hiyo natambua hili jambo niliongea mpaka rafiki zangu wa jeshi la polisi hao waliopo hapo linawagusa. Kwa hiyo hawawezi kupiga makofi kwa sababu hawana chama na hawaruhusiwi, ila ninafahamu askari polisi hawa wanapiga makofi kimoyomoyo. Sasa wapigieni makofi kwa niaba yao.